Habari ya jioni watazamaji wangu wa BM Daily Politics. Ni matumaini yangu mmekuwa na siku njema mahali popote mmekuwa mkinitazama. Karibuni ili niendelee kuelimisha na kuwafahamisha habari ambazo zinaendelea kujiri hapa nchini Kenya kwenye ulingo wa kisiasa. Aliyekuwa naibu wa rais Mheshimiwa Kalonzo Musyoka sasa hivi yupo taabani baada ya yale matamshi ambayo aliyazungumza kuhusiana na kifo cha aliyekuwa mkuu wa majeshi hapa nchini Kenya, Francis Ogolla. Kalonzo Musyoka, watazamaji wangu, alisema ya kwamba kifo cha mkuu wa majeshi ama aliyekuwa mkuu wa majeshi Francis Ogolla hakikuwa cha kawaida, ni kifo ambacho kilikuwa kimepangwa na kwa hivyo alifanya kuuawa. Alisema ya kwamba Francis Ogolla was taken out. Hiyo ni kumaanisha kwamba Francis Ogolla alifanya kuuawa. Kabla ziendelea kuwafahamisha zaidi watazamaji wangu kuhusiana na yale ambayo yanamkumba aliyekuwa naibu wa rais na pia kinara wa Wiper Mheshimiwa Kalonzo Musyoka baada ya hayo matamshi yake, na kuomba mtazamaji wangu uweze kulike video na pia uweze kusubscribe hapa BM Daily Politics, ndipo uko kwanza kuzipata habari punde tu ninapozichapisha. Na watazamaji, kuna breaking news ambazo zinazidi kugonga vichwa vya habari siku ya leo kuhusiana na hatua ambayo huenda ikachukuliwa dhidi ya kinara wa Wiper Mheshimiwa Kalonzo Musyoka. Baada ya Kalonzo Musyoka kusema ya kwamba aliyekuwa mkuu wa majeshi Francis Ogolla alikuwa taken out ama alikuwa ameuawa, viongozi kutoka kule Bonde la Ufa ama kutoka kule Rift Valley sasa wanamtaka huyu Kalonzo Musyoka aelekee kwenye ofisi za DCI na kuandikisha ujumbe kuhusiana na hayo madai yake, kwa sababu ni madai ambayo yameanza kuleta hali ya wasiwasi kwa familia ya Francis Ogolla baada ya kusema kwamba Francis Ogolla ama aliyekuwa mkuu wa majeshi alifanya kuuawa ama he was taken out. Na mtazamaji, Kalonzo Musyoka ndio kiongozi wa kwanza kukuja na hiyo habari akisema ya kwamba aliyekuwa mkuu wa majeshi Francis Ogolla ni kama alifanya kuuawa. Kumekuwa na kimya sana baada ya Francis Ogolla kuiaga dunia, na hakuna hata ambaye aliwahi kusema na ambaye aliwahi kusimama na kusema ya kwamba eti Francis Ogolla alikuwa ameuliwa. Kifo chake kilikuwa kimesababishwa na ajali ya ndege kule Elgeyo Marakwet, na kwa hivyo hakuna mtu yote ambaye angefikiria kwamba ni kifo ambacho kilikuwa kimeweza kupangwa, kwa sababu hata wakati wa hiyo ajali sio Francis Ogolla ambaye alipoteza maisha peke yake. Kuna wanajeshi wengine waliweza kupoteza maisha yao. Lakini sasa baada ya Kalonzo Musyoka kuzungumza kuhusiana vile ambavyo kifo chake hakikuwa cha kawaida, sasa Kalonzo Musyoka amejipata taabani na huenda akafikishwa kwenye ofisi za DCI ama yeye mwenyewe ajipeleke kule akaandikishe statement. Ako na ushahidi gani kuonyeshana ya kwamba Francis Ogolla alikuwa ameuawa? Mbona anaenda kusimama hadharani na kusema ya kwamba Francis Ogolla aliuawa? Mbona kama ako na evidence asielekee kule kwenye ofisi za DCI na kusema ya kwamba kifo cha Ogolla hakikuwa cha kawaida? Kuna hizi habari mtazamaji wangu ambazo ningependa kukusomea kutoka kwa mmoja ya viongozi wa UDA kutoka kule Bonde la Ufa, Seneta wa Nandi County Mheshimiwa Samson Cherargei, baada ya Kalonzo Musyoka kusema ya kwamba kifo cha aliyekuwa mkuu wa majeshi Francis Ogolla kilikuwa kimepangwa. Huyu Cherargei sasa anamkashifu na kumkosoa former president Kalonzo Musyoka, akimwambia kwamba aende akaandikishe statement kuhusiana na hayo matamshi yake ambayo aliyazungumza kuhusiana na kifo cha Francis Ogolla. I expected the DCI to summon former Vice President Kalonzo Musyoka to record a statement regarding the reckless remarks he made about the death of General Francis Ogolla. To Kalonzo, that was reckless, unfortunate and politically expedient statement. To the family and the KDF, you should keep the KDF out of your cheap and populist politics of hate and division. Huo ndio ujumbe ambao tunaupata kutoka kwa Seneta wa Nandi Samson Cherargei, mmoja ya viongozi ambao wamekuwa wakitofautiana sana na the United Opposition ama the Wiper Democratic Movement. Sasa watazamaji wangu, nataka niwapatie fursa pia muweze kusikia ujumbe mwingine kutoka kwa viongozi kutoka kule Bonde la Ufa. Ili swala la Kalonzo Musyoka kusema kwamba kifo cha Francis Ogolla hakikuwa cha kawaida na alifanya kuuawa, ni swala ambalo kule Bonde la Ufa alijapokelewa vizuri, na viongozi wa Bonde la Ufa ndio wanaonekana wameanza kujitokeza, yani kule manyumbani mwake William Samoei Ruto
ndio wameanza kukuja na hizi habari wakisema kwamba DCI wanastahili kumsummon huyu former president, ama yeye mwenyewe Kalonzo Musyoka aende kule kwenye ofisi za DCI akaandikishe statement kuhusiana na hayo matamshi yake. Kwa hivyo watazamaji wangu, nataka niwapatie fursa muweze kusikiza ujumbe kutoka kwa viongozi wengine ambao wanaendelea kuzungumza baada ya Kalonzo Musyoka kusema kwamba aliyekuwa mkuu wa majeshi Francis Ogolla alifanya kuuawa. Kabla sijakuwekea ujumbe mtazamaji wangu, na kuomba ujiunge nami hapa BM Daily Politics kwa kusubscribe na pia uweze kulike, kushare na comment, ndipo ujumbe ama habari zetu ziweze kuwa recommended kwa watazamaji wengi zaidi. Na ndio nasikia Kalonzo sasa ati anapiga makelele, sijui nani aliua huyu nani anaitwa nani huyu Ogolla, ati sijui Ogolla aliuawa. We want to ask Kalonzo Musyoka, if you have any information that might have led to the death of Mr. Ogolla, please report to the police and DCI, give that explanation. Mtu mwenye aliua akamatwe. Mheshimiwa Kalonzo Musyoka, mimi nimesikia wewe ukisema sijui ilifanyikaje, sijui CDF. I want to challenge you. If you are truly a very honest man, you should not have served as the deputy president, as the vice president of Mheshimiwa Mwai Kibaki. Kwa sababu nyinyi mnajua hiyo kura mkushinda, ndio maana mlienda mkaabishwa usiku. Watazamaji, hao tu ni baadhi ya viongozi kutoka kule Rift Valley ambao wameanza kujitokeza na kumkashifu Kalonzo Musyoka, na wakimwambia kwamba kama kuna ushahidi wa kutosha mbona asiende kule kwenye ofisi za DCI kuandikisha statement. Lakini watazamaji wangu, Waswahili wanasema ya kwamba hakuna refu lisilo na mwisho. Siku moja Wakenya watakuja kujua ukweli, na ni kama wako karibu kujua ukweli ni nini ambacho kilimtendekea aliyekuwa mkuu wa majeshi Francis Ogolla. Ukiona jambo linazungumzwa na kiongozi kama Kalonzo Musyoka, inamaanisha kwamba habahatishi. Na unajua alizungumza na akasema ya kwamba yeye anasimama na huo ujumbe wake baada ya kusema ya kwamba Francis Ogolla was taken out. Kwa hivyo ukiona anasimama akizungumza na ujasiri akiwa confident, inamaanisha kwamba anajua nini ambacho kimekuwa kikiendelea ndani ya hii serikali ya Kenya Kwanza. Wakati kifo cha Francis Ogolla kiliweza kutokea baada ya ile ajali mbaya ya ndege. Watazamaji wangu, nakomea hapo, lakini nyinyi sijui mko na maoni gani kuhusiana na huo ujumbe ambao tuliupata kutoka kwa Kalonzo Musyoka akisema ya kwamba Francis Ogolla alikuwa ameuawa. Kifo chake hakikuwa cha kawaida, na unajua alienda kuzungumza hayo maneno kule Luo Nyanza. Na baada ya hapo watazamaji wangu, unaona sasa zile masaibu ama changamoto ambazo zimeanza kumwandama huyu Kalonzo Musyoka. Hawa viongozi wa UDA wanataka DCI waweze kumkamata huyu Kalonzo Musyoka, wamhoji, aweze kuandikisha statement kuhusiana na vile ambavyo alisema kwamba kifo cha aliyekuwa mkuu wa majeshi kilifanya kupangwa ama alikuwa ameuawa. Hebu niachie maoni yako hapo kwenye eneo la comment section mtazamaji wangu kuhusiana na hizo ripoti ambazo tunazipata siku ya leo kutoka kule Rift Valley, vile ambavyo wanapanga huyu Kalonzo Musyoka aweze kukamatwa na DCI ahojiwe, na pia vile ambavyo yeye Kalonzo Musyoka anastahili kujipeleka kule kwenye ofisi za DCI. Kwa maoni yako mtazamaji wangu, unaona huyu Kalonzo Musyoka anastahili kuandikisha statement ama DCI ndio inastahili kumchukulia hatua kwa hayo matamshi ambayo aliyazungumza? Na pia wewe kwa maoni yako mtazamaji wangu, unaona Kalonzo Musyoka anaongea ukweli akisema ya kwamba watu wa Luo Nyanza wamekuwa wakipitia changamoto fulani katika hii serikali ya Kenya Kwanza, na kuna viongozi wao kama vile Francis Ogolla kifo chao kilifanya kupangwa, alifanya kuuawa? Hebu niachie maoni yako hapo kwenye eneo la comment section mtazamaji wangu, na kabla sijatamsha ningependa kukumbusha ujiunge nami hapa BM Daily Politics kwa kusubscribe na pia uweze kulike, kushare na comment, ndipo ujumbe ama habari zetu ziweze kuwa recommended kwa watazamaji wengi zaidi. Msende mbali watazamaji, nitakuwa narejea vipunde na mengi zaidi ya kuwafahamisha.